Zangu katika imani, nafasi ya wazazi wawili katika dini yetu ya Kiislamu ni nafasi kubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia, na usia ni katika moja ya majambo mazito kweli kweli mwanadamu kuyapatiliza. Usia uko wa aina mbalimbali, na usia pia utaangaliwa usia huu wafaa kutekelezwa ama usia huu haufai kutekelezwa. Katika moja ya nyusia ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia sisi, amesema wawaswaina al-insana biwalidayhi ihsana. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, na ametuhusia sisi wanadamu. Ametuhusia kitu gani? Kuwatenda wema wazazi wawili. Ametuhusia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwatendea wema wazazi wetu wawili. Huu ni usia Mwenyezi Mungu ameutoa, na usia huu ni usia ambao watakiwa utekelezwe, ufanyiwe kazi. Jiangalie wewe unawatenda wema wazazi wako wawili, kwa sababu nafasi ya wazazi wawili ni kubwa, kama ambavyo tumesema huko nyuma kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyosimulia an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum biakbaril kabairi, hivi nyinyi sikuwafahamisheni madhambi makubwa miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa? Mtume anawaambia maswahaba, sikuwafahamisha nyinyi kuna madhambi makubwa? Kawaambia maswahaba wa Mtume, qalu bala, kwa nini bwana? Madhambi makubwa ni matatu. Moja katika madhambi makubwa hayo ni hii nukta yetu ya leo. Angalia namna gani unavyoishi na wazazi wawili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-ishraku billah ni kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, wa huququl walidaini, na kuwaudhi, kuwakera, kuwabughudhi wazazi wawili. Kule kwenye ile Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Hapa Mtume Muhammad anasema katika madhambi sasa, kule kwenye haki ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu ameshahukumu, anayepasa kuabudiwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha kuwatendea wema wazazi wawili. Hapa katika madhambi makubwa ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ukafanya shirki. Wengi tupo katika sehemu hiyo. Jambo la pili, wautuku, kuwaudhi wazazi wawili. Ukiwa unawaudhi wazazi wako wawili, wewe ni miongoni mwa watu ambao kwamba wanafanya madhambi yaliyokuwa makubwa, na haya ndio maisha yetu. Sasa utakapoona maisha yako hayaendi vizuri, usione labda umerogwa ama vipi. Kuna miongoni mwa sehemu unafanya makosa, nayo ni sehemu hii ya wazazi wawili Waislamu. Wengi katika sisi hatuishi vizuri na wazazi wetu wawili. Tunaona ni mzigo. Wazazi wawili ni sehemu muhimu ya mafanikio ya mwanadamu. Jambo la mwisho, kaulu zur, maneno ya uongo, maneno ya uzushi. Haya ni katika sehemu ya madhambi yaliyokuwa makubwa. Kwa kumalizia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kwa mimi ama kwa wewe ambaye mpaka leo wazazi wako wawili wako hai, angalia maneno haya. Mtume Muhammad anasema, rahima anfun, karuia mara tatu. Mtume Muhammad anasema amepata hasara mtu. Mtu gani huyo alipata hasara? Man adraka alwalidaini falam yadkhulu aljanna, mtu ambaye amewadiriki wazazi wawili alafu peponi asiingie. Wewe una wazazi wawili mpaka leo uko nao, alafu pepo unaikosaje?
Pepo unaikosa kwa kutokuonyesha utii, kutoonyesha unyenyekevu, kutokuwasikiliza. Baba anakwambia mtoto, nenda madrasa, wewe hauendi. Baba anakwambia nenda dukani, wewe hauendi. Baba anakwambia nenda huku, unamwambia mimi nitakwenda baadaye. Sisi watoto tuangalieni, tutazunguka kweli kweli, tutakwenda mashariki na magharibi. Ikiwa wazazi wetu wawili hawapo radhi na sisi, na wengi wanaishi na vinyongo na wazazi wao, na ndio maana maisha yanakuwa magumu. Kwa sababu gani? Wengi wetu tunaishi na matatizo. Wazazi wanaungumia katika vifua vyao, wanasononeka. Hakuna mzazi hata mmoja anayemuona mtoto wake hamtii, na nguvu anayotumia ni kubwa kwake, lakini bado asikilize. Afanyeje? Akiendelea kukupiga sana, serikali inampeleka ndani. Haki inakosekana kwako mzazi, haki ni kwa mtoto. Sasa anakuangalia tu, lakini nafsi yake inasema. Mtume Muhammad anasema, mwenye kuadhirika na watu wawili alafu umeona siingie, mtu kapata hasara. Wewe inawezekana baba uko naye, mama uko naye, unaishi nao vipi? Au naye huyo mmoja ambaye kabakia huyo, utakuwa sawa sana ambaye hana hata mmoja mpaka leo, anatamani mzazi wake angekuwa mpaka leo. Kuna maneno, kuna majambo, matukio anayanisa na asili anayakosa kwa wazazi wake wawili. Anaona gere kuona mtoto wa fulani anatembea na baba yake na mama yake. Wewe una baba una mama, alafu huyo ambaye anafanyiwa kila kitu baba na mama yake ndio mtu fedhuli kabisa, ndio mtu ambaye kwamba hamuonei huruma yake na mama yake, na anaona raha na ana uzuri, kwa anasifia kwamba yule bala ameshindikana. Waislamu, nafasi ya wazazi wawili, wazazi bado wapo hai. Yaani kila ukijiona wewe mzazi wako yuko hai, mzazi wako yupo, una haki ya kumtendea wema. Hajalishi ni mtu mzima, ni mtoto mdogo. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie hili la kufahamu nafasi ya wazazi wawili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoiweka katika